Huku kampeni za uchaguzi wa mwaka 2027 zikianza kuchukua mkondo kabla ya kuanza rasmi, mashirika ya kijamii yameanza kuchukua hatua ya kuhamasisha vijana kuhusu umuhimu wa kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Shirika la hivi punde kuchukua hatua hiyo ni lile la Haki na Usawa, ambalo limeandaa vikao vya amani mashinani, hususan katika vijio vya vijana mitaani, ili kuendeleza injili ya amani. Akizungumza na meza yetu ya habari, afisa dharura katika shirika hilo Rama Alfan amesema wanalenga kufikia vijana katika maeneo sita ya wodi ya Chaani, eneo bunge la Changamwe. Mara hizi tumeanza kwa sababu hii maskani dialogue tumepanga tufanye katika mitaa, tufanye katika ile mandhari ya wale vijana wanayoyapenda, kwamba wajue kwamba sisi vijana wenzao tumeamua kwamba mwaka huu hatatumika. Tunakuja mashinani na hii dialogue ni ya kwanza tumeanza nayo, tutafanya nyingi kwa kisha tunahamasisha, na tukiona change zinaenda kuonekana tutahakikisha pia wale vijana ambao wameamua kubadilika tunaangalia kama kitu cha kufanya wafanye, kwa sababu tunaongea na OCS amesema pia atahakikisha ataweka nguvu zake pia zile za kuhakikisha usalama unapatikana, na wale vijana ambao wameamua kubadilika atahakikisha pia nao amewaangalia mbinu yoyote, aidha ni michezo wahusishe na shughuli yoyote ile ambayo itawafanya wasiingie katika hiyo madaraka, wataingie katika utovu wa usalama. Tumeidentify maskani site kwa sasa, kwa sababu tumeanza tumeidentify kama maskani 6 ambayo ya kwanza ni hapa, ya pili ni pale kwa Matangini, ya tatu ni hapa Matumani, ya 4 kuna sisi kwa sisi, ya 5 kuna Mwatate, ya 6 hapo area za Mlolongo ambazo ziko za kufuatana, ambazo tumepanga hizo tutafanyia hizo activities, na baada ya activity wale vijana wasifili kwamba OCS labda amekuja huku tu peke yake, pia tutatoka hapa pia tuende kumtembelea OCS kwake, ili tuhakikishe pia na OCS asifeel kwamba vijana tena wabaya, hakikishe pia tafute mbinu yoyote ili wale vijana ambao wanajihusisha na yeye aweke karibu ili wapatie nasaha na change wabadilike. Akizungumza katika kikao hicho na vijana, OCS wa kituo cha polisi cha Chaani Ismail Nuno amesema kama idara ya usalama wataendelea kushirikiana na vijana ili kuhakikisha wanazingatia amani. Nuno aidha amewahimiza vijana kuwa mstari wa mbele kudumisha usalama mashinani na kuripoti visa vyovyote vya uhalifu au utumiaji wa mihadarati. Wakati ya elections ndio huu umekaribia, so wale wanakuwa affected sana ni wa youth. So tunaongea maneno ya peaceful campaigning period as we go towards the real election, before, during and after. So tunawahimiza youth wasiwe misused any group, whether politicians or any other leaders. It is our job to ensure that watu wanaendelea na their own normal life duties. So tumekuja hapa tuambie tufanye kazi pamoja. Without you we cannot do anything. So muwe mtupea information ambayo itatusaidia tuwe na amani. We will be doing such kind of forums as we go forward after 2 weeks. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi waliohudhuria kikao hicho wamehimiza vijana kutokubali kutumika na wanasiasa kuendeleza siasa za vurugu. Aidha, wamewahimiza wazazi kuwakumbatia wanao na kuhakikisha talanta zao zinakuzwa kikamilifu ili kuwapa nafasi za ajira na mbinu za kujipatia kipato. Kulingana na usalama, kwa sasa usalama uko sawa. Vijana sasa wanaweza waita mahali wakakusikiza, kujadiliana mambo kadhaa kama wakati wa pale nyuma. Sasa usalama uko sawa, na kwa leo naweza kusema ninashukuru kwa sababu OCS amejiunga na jamii na kuweza kujadiliana na sisi mambo kadhaa, ambapo vijana pia wakisikia kwamba OCS amekuwa mashinani kwao ni jambo jema. Wanasema kumbe serikali si ya kuogopa na stahili tuwe karibu nayo. Sasa shukrani kubwa ni kwa ile shirika limefanya mpaka OCS amekuja mashinani kuongea na kina mama na vijana na jamii yote. So sisi direct na vijana kuona kwamba
ile talanta ambayo kijana nayo ama ile area of speciality ambayo kijana yuko nayo ikuwe utilized. Kwa wazazi kwa ujumla, wazazi tusiwe wepesi wa kuhukumu watoto wetu. Kwa ukimwona mtoto yuko pale anakuta bangi, hutaki kujua ni nini ama ni kikosi gani kimefanya kijana anakuta bangi. Chukua ile kijana mkumbatie. Wamama watoto wetu mara nyingi unapata wababa wa absent, mzigo mwingi unaachwa wazazi wa kike. Tukuwakumbatieni hao vijana wote wa kike na wa kiume, maana sasa hivi wote wanatumika sawa sawa. Hatuwezi kusema ni vijana wa kiume ndio wanatumika sana ama vijana wa kike. Mara nyingi unapata wote wanatumika. So tuwakumbatie wale watoto wetu, tujue root cause ya nini wao wanajihusisha na zile mambo. Kwa serikali pia naomba tushikane ili tufungue avenues. Kuna vijana hao washoni, kuna vijana welders, kuna vijana interest zao ni plumbing, kuna vijana hao wajenzi. Tuwatafute. Nikiripotia Bandari TV kutoka eneo bunge la Changamwe, mimi ni Ramadhan Ngala.